Okay, sasa tupo kwa huyu dada, alikuwa ametoka kwa mganga, mara ghafla akamwagiwa maji, akamwagiwa maji chap chap. Aliyemwagia maji alikuwa kama chizi fulani, akasema maskini ya Mungu, nimemwagiwa maji kwa nini? Huyu dada alikuwa ametoka kwa mganga kwenda kutoa kafara, anataka kumtoa mdogo wake ili awe chizi, ili atajirike. Unaona, akasema unanimwagia maji, unanijua unanimwagia maji. Akasema wewe, huu mkoba wako si ndio umehifadhia matunguli yako? Sasa tutaona. Akasema wewe chizi, naomba mkoba wangu. Unanimwagia maji, unajua mimi ni nani? Akasema ushindwe wewe, mimi usinione kama chizi, lakini najua umeficha nini hapa. Umeficha nini? Unataka kumtoa kafara mdogo wako. Akasema mimi simtoi. Sasa kwa nini umenifanyia hivi? Umenizalilisha kwa nini? Naomba hilo begi. Akasema sikupi hilo begi, twende nyumbani kwanza ukasema ukweli. Kwa nini unataka kumtoa kafara mdogo wako? Twende. Akasema naomba begi langu basi, naomba begi. Shida nini kwani? Sasa mara ghafla akageuka nyuma, akamwona rafiki yake, maana walikuwa wawili kwa mganga. Akamuuliza, rafiki yangu vipi, begi lako liko wapi? Akasema ile begi amechukua uchizi, amechukua begi langu ndio lina dawa nimeambiwa nikachimbia. Akasema wewe unamwachia chizi begi lako maana yake nini? Rafiki yangu mimi nashindwa hata kuelewa, kanimwagia maji afu kachukua begi. Akasema maskini ya Mungu, sasa hapo unakeuka masharti ya mganga. Hatua ya kwanza unakeuka masharti, yani unamwagiwa maji afu mkoba unachukuliwa. Fanya mpango uchukue huo mkoba ndio na dawa za kwenda kuchimbia kule polini, ili tuweze kumtoa kafara mdogo wako tupate hela. Akasema lakini sasa nimemwagiwa maji na mkoba huyu hataki kunipa. Akasema wewe fanya ujuavu uchukue mkoba wako. Unaona, muda unaenda. Hasa yule dada akawa amepokea simu, akaambiwa chapchapu yeye akamilishe masharti. Unaona, mganga anamwambia kalimisheni masharti. Sasa huyu jamaa huko anapigizana kelele, naomba, unataka nikupe shilingi ngapi? Kwanza unipe mkoba wangu, unajua muda unaenda, naomba mkoba wangu. Hataki kutoa mkoba. Yule dada akaanza kumfuzia, maskini ya Mungu, jamani, naomba mkoba wangu. Akasema sikupi mkoba, nimekwambia twende nyumbani ukaongee ukweli. Kwa nini unataka kumtoa kafara mdogo wako? Sasa hivi mdogo wako akili zake zinakuwa kama zimechizika, simuelewi, anatembea barabara nzima anaongea peke yake. Umemtoa kafara wewe? Akasema hapana, mimi sijamtoa kafara, lakini sasa naomba begi langu nirudishie begi. Unaona, ngoja tuone episode ya pili itakuwaje, maana vibongo vikali bado ni vingi. Begi langu mimi, naomba begi langu. Ngoja tuone episode ya pili, tuingoje kwa hamu kubwa.